Zanzibar, lakini hapa ni palipo uwanja wa Amani Complex. Saa 10 Simba dhidi ya Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Lakini aliye mbele yetu ni shabiki mwanachama kijana wa klabu ya Yanga, yupo hapa. Swali ni moja tu, jina lako nani? Lakini pili, umekuja kuombea dua Simba waende fainali ama umekuja kuombea dua Simba waishie nusu fainali? Ya, kwa majina mimi naitwa Sabasi Simon Mpenda, ni mshabiki wa klabu ya Yanga Afrika. Nimekuja kuwashiriki wenzangu wana Simba Sport Club kwa mchezo huu wa leo wa tarehe 20 na tarehe 20 mwezi wa 4 2025. Waweze kushiriki vyema na kuhusu kwenye mchezo huu waweze kupata pointi. Kwa hiyo kwa kifupi kama umekuja kuiombea dua Simba iende finali, si ndio? Ya, mimi kwangu mimi nimekuja kuiombea Simba ipate finali iweze kushiriki. Unafikiri ni kwa nini umeamua kuombea dua tunaweza kwa jadi? Kwa nini umeamua hivyo? Cha kwanza Simba amenifurahisha sana kidogo. Ya, imecheza vizuri na mchezo wao tu tuseme kiujumla mimi naupenda. Ya, kwa hiyo ndo kitu ambacho kimenibidi hadi nikaja kuangalia mchezo huu wa Simba Sport Club. Ukipewa nafasi sasa hivi wewe kama mshabiki wa klabu ya Yanga, unaambiwa chagua wachezaji watatu kwenye kikosi cha Simba wapeleke Yanga, utamchagua nani na kwa nini? Ya, kama wachezaji wangapi? Watatu tu wapeleke Yanga. Kwa nini wachague hao? Nataka kuniambia. Watatu. Kwanza utamchagua nani Simba aende Yanga? Naingia lakini baadaye kidogo. Hakuna, unaweza kusema kama hakuna, ulazimishwi. Hamna. Hakuna mchezaji mmoja ambaye anaenda kwenye kikosi cha Yanga, si ndio? Hamna. Si ndio? Yeah. Lakini Yanga wako Manyara, Simba yuko Zanzibar, hatua ya nusu finali kimataifa. Unasemaje hakuna mchezaji mwenye uwezo wa kucheza Yanga ikiwa Simba ndio mbaki kimataifa? Mchezaji wa Yanga je? Simba wako kimataifa nusu finali. Yanga mpo Manyara mnacheza na Fountain Gate. Inawezekanaje klabu yenye ambayo iko nusu finali Afrika iwe haina wachezaji ambao wanaweza kucheza Yanga hata mmoja? Hapo kidogo nimechanganya. Yeah. Sasa tukae hapa kwenye mchezo wa kawaida. Wazanzibari leo wana nafasi ya kuisaidia Simba kwenda hatua nusu ya kwenda finali. Simba mchezo uliopita kule ugenini Misri alipoteza goli 2-0. Akaja Dar es Salaam akashinda 2-0, akaenda kuvuka kwenye mikojo ya penalty. Ni maneno gani ama ni ujumbe gani ama ni ushauri gani unaweza kuwashauri wana Simba leo hii zidi ya wasauzi hao? Zidi ya wasauzi unawashauri nini wana Simba? Wana Simba mimi cha kuwashauri tu wazidi kupanda mbele kutokana na hii ngumu kusema Sogea mwana Simba hapa. Njoo mzee wangu hapa. Njoo hapa na vua miwani tuongee. Safi sana. Bwana mwananchi ameshindwa kumaliza maneno yake. Sasa sijui anawahofia, mmemzunguka mpo wengi, mmemzingira. Leo Simba yupo kwenye ardhi ya mapinduzi. Na Simba amekuja hapa anataka kufanya mapinduzi ya kwenda hatua ya finali. Miaka 32 iliyopita Sportivo Aviaco ya Angola walikuja pale Shamba la Bibi wakapigwa 3-1. Mchezo wa pili Simba katoka suluhu ugenini akaenda finali. Safari hii miaka 32 baadaye Simba yuko Amani Complex zidi ya Waswahili wenzetu wengine kutoka Afrika Kusini. Unaiona historia ya Simba ikienda kuandikwa kwa klabu ya kwanza kucheza finali mara mbili kwa klabu Afrika? Kuna kila dalili za kwamba Simba safari hii tunaenda finali. Timu yetu imeimarika, ni timu nzuri, sawa. Timu ina kocha mzuri, wachezaji wa benchi wanaoanza na wa benchi ni karibia wote wanafanana tu. Huu ni kwamba kuna pengo kama zamani ukuta kwamba anatoka fulani anaingia fulani, mnajiuliza. Lakini timu iko vizuri. Simba iko vizuri na tunaamini tunaenda finali. Kuna swali moja ambalo linaulizwa. Mchezo uliopita Mukwala alianza kikosi cha kwanza na akafunga goli na akafunga na penalty pia. Kwako kama shabiki wa klabu ya Simba kisiwani Zanzibari, unatamani kumwona Faldo akiendelea na Mukwala kikosi cha kwanza ama akimrejesha Ateba kikosi cha kwanza? Mimi nakwambia hivi. Niambie. Ilivyo. Kwa vyovyote Mukwala leo anaanza. Au kama atachezesha double striker watakuwa watu wawili. Lakini kwa vyovyote tayari Mukwala kasha click kwamba yani hana ile hofu tena ya uchezaji. Huyu akipangwa Ateba bado atakuwa na hofu ya mashabiki kwamba mashabiki wanakuwa kama hawamwamini vizuri. Kwa hiyo atabidi aanze tu kwa vyovyote. Mukwala ataanza kama striker leo. Anakufunga ngapi Msauzi leo? Mimi Simba ina maajabu yake. Hatujamfunga mtu goli nyingi safari hii mpaka sasa hivi. Maana tuna watu wafungwa 7, kuna mtu alishafungwa 6, sawa? Kwa mashindano ya kimataifa. Sasa huyu
tukimpatia dozi ya 5 nafikiri zinaweza zikamtosha sana. 5 bila. 5 bila. Inshallah. Inshallah. Asante sana. Sasa. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Abdurazaki. Nani? Abdurazaki. Hapana. Mbara. Lakini ni popa muda mrefu. Wewe ni shabiki wa Yanga, leo umekuja kuishuhudia Simba ikicheza nusu fainali ya kwanza dhidi ya Stellenbosch. Matumaini yako ni nini, au leo uko upande gani? Mimi matumaini yangu kwa sababu ni Mtanzania na nishabikia Simba. Kwa sasa naombea mambo mazuri. Naombea kushinda. Siipendi Simba. Ile isipokuwa kwa sababu ni Tanzania. Tunawakilisha nchi. Kwa hiyo niko upande wa Simba kwa leo kwa sababu tunawakilisha nchi. Nimekuja kuangalia ndugu zangu, watani wangu. Mbona wenzako wanakuambia wewe uendage kwenye mechi za Yanga? Mechi za Yanga naenda, zote naenda. Naona nimevaa jezi ya Yanga. Wanasema umevaa tu jezi lakini ni shabiki wa Simba. Hapana, mimi ni shabiki wa Yanga kindaki. Wewe shabiki wa Yanga. Na. Upande wa Simba unamkubali mchezaji gani? Wapo wachezaji ambao nawakubali, ni wengi nawakubali. Sasa Mustafa Kamara Pinpin namkubali pia. Aua. Wengi nawakubali. Mohamed Hussein. Leo utawashangilia Simba. Leo nipo upande wa Simba nitashangilia kutokana mimi ni watani wangu na tunacheza timu pinzani, timu kutoka nje. Kwa hiyo kwa sasa nipo upande wa Simba nitaishabikia Simba, lakini sio kama naipenda na mapenzi nayo, hapana. Sina mapenzi nayo Simba. Wewe unaionaje Stellenbosch wapinzani wa Simba? Mpira hatuwezi kuutabiri kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Naamini Simba amejipanga. Naamini wenzao pia wapinzani wamejipanga. Kwa hiyo hapo tunaangalia ushindani kwa sababu mpira ni matokeo matatu. Kushinda, kusale au kufungwa. Wapinzani wenu Simba hao wanataka sasa kuingia fainali. Wewe unaombeaje? Kwa kufika fainali tunaombea mazuri. Kama afika fainali afika tulipofika sisi. Watu waite kikombe nyumbani. Wewe fresh tu hata fresh, ndio maana tunakuza mpira wetu. Ndio tunakuza mpira wetu. Tunazidi kukuza jina la mpira wetu kwa sababu sasa Simba kasogea mpaka nafasi ya 4. Ndio vizuri na tunakuza ligi letu na sisi tunaweza kujulikana. fresh. Asante.